Yod, roho, mwili na muda. Yod, spirit, body and time. Shalom, shalom. Na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Victor Justin Mnanka, ni mwana na ukuhani wa kifalme nizitangazaye habari njema kwa taifa na mataifa. Napenda kumshukuru Bwana kwa ajili ya kipindi kizuri kabisa na adhimu cha Yodi, roho, mwili na muda. Napenda kumshukuru Bwana kwa ajili ya kipindi hichi kwa sababu kwa takribani miezi mitatu sasa kimezidi kuniimarisha, lakini pia kimezidi kunifunulia mambo ambayo mwanzoni sikuyafahamu, lakini pia na hata nilipokuja kuyajua kidogo nilikuwa na siachukuli kwa uzito huo. Mfano, neno la nabii lilotoka tarehe 25 mwezi wa 5 kuhusu watu wengi maarufu kuja kwa Kristo kuokoka. Mwaka huu watu wengi maarufu kuja kwa Kristo, yani watu maarufu, mfano wacheza mipira, watu maarufu, wasanii wa muziki, wasanii waigizaji. Kwa zamani kwa nafahamu kwa watu wote ambao wanatokea katika mataifa ya Europe na Amerika nilikuwa najua kwa sababu ni mataifa ambayo yamejiunga katika msingi wa kidini, dini ya Roma, dini ya Anglikana. Basi watu wao wengi wameokoka, na mtu asingeweza kufika katika ukubwa huu akiwa hamjui Kristo au hajawahi kumsikia Yesu au hajapata habari njema. Lakini kupitia kipindi hichi nimepata kujua hilo, kumbe kuna watu tu wengi ambao wanaishi katika maeneo haya na hawajaokoka. Lakini pia kuanza kujua kwa wokovu ni wa mtu binafsi na sio wa kundi, kikundi au wa taifa. It is personal. Salvation is personal. Kwa kupitia kipindi hichi nimeweza kujua na kuona watu ambao sikutegemea kama labda wangekuwa hawajaokoka, labda wangelala, tungesema wamelala katika Bwana, lakini kumbe hapana. Mfano Lionel Messi kuja kujua kupitia kipindi hichi kwa ameokoka mwaka huu. Na wachezaji wengine mbalimbali, lakini pia watu wengine maarufu kama wacheza masumbwi kina Undertaker, kina Conor McGregor. Zamani nilikuwa namuona manipaki yao alikuwa akikiri imani yake wazi, lakini sikutarajia kwamba kuna watu ambao wanatoka katika mataifa haya kama wanakuwa hawana ufahamu wa Kristo, hawajamwamini Kristo. Kwa hiyo namtukuza Bwana kwa sababu imezidi kunifumbua macho, lakini pia kunitoa katika normality ya kuweza kuona mambo kwepesi, kwamba kwa sababu ya mtu anatoka katika sehemu fulani, kikundi fulani au familia fulani, basi kumjumuisha kwamba na yeye anajua hichi kitu, ampokee hichi kitu. Lakini kumbe lahasha, kila mtu anahitaji kufahamu na anahitaji kupokea kwa nafasi yake. Na hamna mtu anaweza kupokea wokovu kwa niaba ya mtu mwingine, sio taifa, sio familia, sio jamii, sio mke, sio mume. Shalom.